Mpendwa wangu, ninakwenda kuzungumza juu ya hati ya malipo. Hati ya malipo ni hati ya manunuzi. Tunapozungumza hati ya malipo katika shughuli zetu za kila siku, tunafanya manunuzi mbalimbali na tunafanya manunuzi kwa hati au fedha halali ya nchi husika ambayo inaruhusiwa kufanya mabadilishano katika vitu na mali. Kwa hiyo fedha kutokana na nchi uliopo na iliyohalalishwa katika nchi hiyo inapewa thamani ya kuweza kununua. Sasa hati ambayo naenda kuzungumza leo, na kumbuka, mtu anaponunua kitu anakuwa anakimiliki, inakuwa mali yake, anakuwa na haki nacho kukufanyia anachopenda mwenyewe. Kama ni shati, ana haki ya kulivaa. Kama akichukua kinyume na utaratibu, ataitwa mwizi na itakuwa si haki na uhalali yeye kuvaa hicho. Sasa katika ulimwengu tunaoishi sisi wanadamu, pamoja na maeneo yetu, tunagombewa na pande mbili, na tutaangalia leo jinsi ambavyo wewe na mimi tunagombewa. Kuna wanaotaka kutununua ili tuwe miliki yao, ili tuwe chini ya himaya yao. Sasa binadamu anawindwa kununuliwa, lakini pia maeneo yake yanawindwa kununuliwa, ili kwamba wewe usiwe na uhalali na uamuzi wa lolote katika mambo. Yule aliyekulipia na kukununua ndiye anakuwa na haki na uhalali kuamua atumieje mali yake. Ina maana wewe unakuwa kama mali ya huyo aliyenunua. Sasa nataka kuongea juu ya nafasi na siri ya damu inavyoweza kutoa uhalali wa kununua watu, maeneo, mali na hata hatima za watu. Na tutaanza kuangalia, ni kujengea msingi kwanza vizuri. Sitakuwa na haraka kumaliza somo hili kwa kuwa nina siku zingine mbele. Sasa damu ina nguvu ya kuhalalisha kitu kiwe miliki ya mtu fulani. Tuangalie sasa maandiko, Ufunuo sura ya 5 mstari ule wa 9 na wa 10. Tusikie hapo. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha. Kwanza hapo kidogo tusikilize. Anasema unastahili wewe kusifiwa, kutukuzwa. Kwa nini anastahili? Kwa sababu ya lile alilofanya. Alifanya manunuzi, na manunuzi hayo yalifanywa kwa njia ya damu. Ndio maana nasema sasa damu ndio hati ya manunuzi. Damu ndio hati ya malipo. Anasema unastahili kwa sababu kwa damu yako, unasikia, kwa damu yako ulimnunulia Mungu watu. Kia? Ulimnunulia Mungu watu wa kila kabila. Una kabila bila shaka. Kila lugha,
kila taifa, kila jamaa. Kwa hiyo damu hii ilifanya hiyo kazi ya kununua. Endelea kusoma. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa, ukawafanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu wetu, nao wanamiliki juu ya nchi. Safi, subiri hapo tu kwanza. Sasa hapa inazungumza kwamba baada ya manunuzi hayo yaliyofanywa kwa damu, huyo aliyenunua akatoa haki na uhalali wa kugawa ufalme. Eneo lile likawa ni miliki yake, ndio ukawafanya kuwa ufalme, akawafanya kuwa makuhani na wakawamilikisha juu ya nchi. Kwa hiyo wakamilikishwa maeneo. Hao watu walionunuliwa na wao wakamilikishwa. Utamuona mtu huyo mambo yake yanaanza kumnyookea. Unajiuliza kulikoni? Kumbe kuna mchakato wa siri. Hauanzii pale unapoona mafanikio yakionekana. Inaanzia mbali, kwenye eneo ambalo halionekani. Damu ndiyo iliyonunua, ikawanunua hao watu, halafu ikawafanya hao watu kuwa aina fulani katika nchi, katika maeneo. Sasa ukiendelea kusoma mistari mingine hapo, ukishanunuliwa sasa, na nataka uangalie, huo unajichunguza wewe mwenyewe, ni nini au ni hati ipi? Maana kuna hati mbili: hati iliyo ya baraka, damu inayobariki, na kuna hati iliyo ya laana, damu inayolaani. Kwa hiyo tunaangalia katika maisha yako, familia yako, katika uchumi wako, mipango yako, ni kipi kinakumiliki? Ni kipi kimekulipia malipo? Ni kipi kinakutawala ambacho kimelipia na wewe ni miliki halali ya huyo, kwa kuwa umelipiwa malipo kamili ambayo ni damu. Kwa hiyo wewe utakuwa unajipambanua mwenyewe, ni damu ipi ambayo ina uhalali kwako, na katika uhalali huo ina uwezo kukufungulia hatima ambayo hakuna mtu atakayeweza kuzuia au kukwamisha kile ambacho kimehalalishwa kwa ule upande, isipokuwa taratibu za msingi zimezingatiwa. Sasa ukishanunuliwa, kinachofuata ni walinzi, ni walinzi. Tusome hapo, malaika, majeshi. Soma hapo kabisa, tumalizia kabisa. Nikaona nikasikia sauti ya malaika wengi pande zote za kile kiti cha enzi na za wale wenye uhai na za wale wazee, na hesabu yao ilikuwa 10,000 mara 10,000 na 1,000 mara 1,000, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwanakondoo aliyechinjwa kupokea uweza na utajiri na hekima na nguvu na heshima na utukufu na baraka. Na kila kiumbe kilichoko mbinguni na juu ya nchi na chini ya nchi ya juu ya bahari na vitu vyote vilivyomo ndani yake, na alivisikia vikisema, baraka na heshima na utukufu na uweza una yeye aketie juu ya kiti cha enzi na yeye mwanakondoo, hata milele na milele. Na wale wenye uhai 4 wakasema, Amina, na wale wazee wakaanguka wakasujudu. Sikusudii kuelezea hayo mengi, lakini nataka nikwambie tu kwamba hapo nimeacha tusome kwa kirefu ili uone malaika wanahusika sasa, kwamba okay, kwa kuwa damu imefanya kazi yake, sisi ndio watekelezaji, sisi ndio wahakikishaji. Hayo yaliyolipiwa yanabaki
katika uhalali na haki ya mnunuzi. Ndio sasa haya majeshi yanataja kwamba ile damu ilikuwa halali kiasi kwamba mbinguni ilikubali, duniani ilikubalika, hata kuzimu ilikubalika, hata viumbe vya baharini vilikubali, kila kitu kilikubali kwa damu ile, hakina ubishi. Ile damu imeshahalalisha. Kwa hiyo unaweza kuelewa unapojiunganisha kwa damu hii ya Yesu, jinsi ambavyo wewe ni mtu uliye chini ya baraka za kipekee sana. Maana mbingu inapiga muhuri, duniani unatambulika, kuzimu inakutambua na inajua kabisa wewe umelipiwa, na wewe unamilikiwa, na wewe umehalalishwa. Na ndio maana anasema Yesu sasa anatajwa ndio mgawaji. Anaambiwa unastahili kupokea uwezo, yani uwezo ndio mwenye anaweza peke yake kupokea uwezo, na ndio mwenye uwezo kugawa. Utajiri anaweza kupokea utajiri kwa Mungu na kuugawa. Hekima, nguvu, heshima, utukufu pamoja na baraka, hivi vitu Yesu ndio mgawaji. Kwa mtu yeyote ambaye amejikonekti, ambaye damu hii ya Yesu imemnunua, hivyo vitu vyote vilivyotajwa, malaika wanahakikisha wewe unayeamini unapata. Sasa angalia, ukisoma Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18 na ule wa 19, unasema kwamba nanyi mmekombolewa sio kwa vitu viharibikavyo, yani fedha au dhahabu. Hii inataja tumekombolewa. Neno kukombolewa, ukombozi, ni kununua kitu chako mara ya pili. Kilikuwa cha kwako kwa namna fulani, kikawa upande mwingine au litoweka rahani. Ni kama vile umechukua shamba lilichukuliwa na mtu, ulimkopa, akasema ili shamba ukae nalo, nisipokulipa hilo shamba itakuwa la kwako. Sasa shamba hilo limeshamilikiwa na mwingine, lakini wewe unalitaka, inabidi uje ulinunue tena mara ya pili, ingawa lilikuwa ni la kwako, lakini kaondoka mikononi mwako. Ndio neno inaitwa ukombozi. Komboa ni kununua kitu chako kwa mara nyingine. Mungu hapa anataja sisi binadamu tangu mwanzo tuliumbwa kama na yeye, ni mali yake, lakini katika maisha ya Adamu alipokosa, tukawa tumeuzwa, tukaenda kwenye mikono ya mwingine. Na Mungu anazingatia kanuni na taratibu alizoziweka za watu kukombolewa. Ndipo akasema lazima sasa nitengeneze njia ambayo nitawanunua watu wangu tena, wawe mali yangu, wawe miliki yangu, ili niwabariki tena, ili niwape mema tena. Maana huko waliko wananyanyaswa, huko waliko wanateswa, huko waliko wanaumizwa. Sasa natengeneza njia, ingawa mimi nina nguvu zote, ingawa Mungu ana uwezo wote, akasema lazima nitengeneze njia halali. Na njia hiyo sasa aliitengeneza kama ni damu. Ndio anasema mstari wa 19, bali tumekombolewa kwa damu ya thamani, isiyo na kunyanzi, isiyo na mawaa, kama ya Kristo, ili tutoe kwenye mwenendo mbaya tuliourithi zamani. Sasa hapo tunaonyesha tumekombolewa kwa damu. Hebu soma mstari wa 19. Bali kwa damu ya thamani, kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yaani ya Kristo. Kama damu ya mwana kondoo, Yesu Kristo anatajwa kuwa ndiye mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu wote. Kwa hiyo kwa njia hii ya damu ndiyo tumenunuliwa, tukafanyika mali
ya Mungu tena. Sasa katika maisha, historia ni ndefu. Dunia ilipoendelea sana, ukafika mahala sura ya 11 ya Mwanzo, wanadamu wakataka kujenga mnara mpaka kwa Mungu. Mungu akawachafulia lugha, ndio inaitwa Babeli. Hapo ndipo lugha ilipochafuliwa, na baada ya lugha kuchafuliwa, makabila yakazaliwa, mataifa yakazaliwa, na kutokea hapo Mungu akujihusisha na makabila mbalimbali, akachagua kabila moja ili kabila hilo alipe sheria zake, alibariki, alipe miongozo, ili katika kutembea kwenye njia zake alitengeneze kuwa ndiyo mlango au njia itakayomleta mkombozi ambaye ndiyo Kristo. Ndio tunaona taifa moja kupitia Ibrahim ndio linachaguliwa. Sasa makabila mengine yote Mungu aliyaacha kando, wala hakushughulika nacho. Aliona wanafanya madhambi, wanatambika, wanafanya mambo ya uganga, mambo ya uchawi, mambo ya ushirikina, lakini hakushughulika nao sana, ingawa walikuwa wanatembea kwenye laana zao. Ila akajichagulia mtu mmoja na taifa moja, akalikataza kata kwamba ninyi msiige mambo ya wale wengine, ni kana kwamba wale sio watu wake. Hapana, ila Mungu tafuta mtu kwanza, amwandae mtu kwanza, amtengeneze mtu kwanza, ili awarudie na wengine, ili huyu mtu aliyeandaliwa aweze kuwarudia na wengine. Na ndio maana wewe unaweza ukachomolewa kwenye familia yako, Mungu akakuandaa wewe kwanza, akakubariki wewe kwanza, akaweka moyo wako wa kumpenda yeye, ukampenda sana, ukajifunza ukweli yake, ukakuta wengine wanakuzomea kwenye familia, wanakucheka, wanasema huyu kakosa nini, lakini unakuta wewe ujali hayo, unaendelea tu, nampenda tu Mungu. Kumbe unaandaliwa, ukishafikia kiwango cha kustahili, ndipo unakuja kurudi kuikomboa nyumba yako, wazazi wako, ukoo wako, kabila lako, taifa pia, hata Afrika na ulimwengu wote. Kumbe ukiwa unapengwa, Mungu anakukataza kuigiza mambo ya wengine, pamoja na kwamba ni watu wake. Ndio maana watu wengine husema, mbona wale watu wa Mungu wanajizuia vitu hiki na hiki, lakini wanapitia changamoto. Wale ambao wanaishi wapendavyo, maovu kama yote, lakini wanakula, wanashiba, wana magari. Usidanganyike, Mungu anatengeneza aina fulani ya mtu. Sasa pointi yangu kueleza haya yote ni kwamba wale sasa mataifa walioachwa, yani wale ambao hawakuwa katika misingi, na wenyewe sasa damu zilikuwa zinanunua. Nataka niingie hapo sasa, kwamba sasa inawezekana wewe, kabila lako, ukoo wako, baba yako, mama yako iko kwenye shina na umiliki wa manunuzi ya hati ya damu batili, damu ya zilizomwagwa kwenye makafara, zilizokuwa zimemwagwa kwa ajili kama sadaka. Kumbuka sadaka zinatajwa kama damu. Kwa hiyo damu ndio iliyotoa. Hata wale wanaotaka utajiri wanapoenda kutoa kafara, zile damu zinakuwa zinanunua uhalali wa huyu duka lake lifanikiwe. Sasa au ile damu inanunua uhalali wa mtu huyu shamba lake lifanikiwe. Kinachotokea ni kama tulivyoangalia kule mwanzo, ya kwamba sasa yale mapepo sasa, huku kule ilikuwa malaika, huku sasa inakuwa ni mapepo au majini, na yenyewe sasa yanamilikishwa. Nendeni mkatekeleze, huyu mtu shamba lake hakikisheni limezaa, hakikisheni duka lake wateja wanakuja wingi. Kwa hiyo na yeye pia, kwa kuwa ile damu imemnunulia mambo ya ambayo anayapata, lakini kimsingi anakuwa chini ya mkosi na laana na uharibifu.
Sasa tuangalie sasa, na maroho haya sasa, au tunazita roho chafu, ni malaika walioasi, ambao tunaona kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7 mpaka wa 9. Waliasi mbinguni, wakataka kupindua mbinguni, lakini wakatupwa huku duniani, ni kama theluthi moja, wakatupwa huku chini. Walipotupwa huku sasa, kazi yao ni kuhakikisha wanapotosha, ni kuingiza akili mbaya, ni kuingiza mawazo mabaya, ni kuingiza imani mbaya, ni kuingiza ukorofi, ukatili, uuaji, kila uchafu, kuingiza ndani ya wanadamu, ili wanadamu wawe watu kama mashetani yenyewe, wawe katili, wauaji, wanaabudu sanamu, wanaabudu ushirikina. Kwa hayo mapepo ndiyo maroho ambayo yenyewe yanasimamia aina ya manunuzi ya damu zilizotolewa kwa njia potofu. Na damu hizi zinaweza kuwa zimetokea kwa njia mbalimbali. Mojawapo ni kwa njia ambazo mtu anataka kwenda kuwa tajiri, au anatafuta ulinzi, au anazindika shamba, au anachanja chale. Hizo damu zinabaki zikisema huyu ni wa kwetu, huyu tunamiliki, sawa? Au ndio maana yanataka damu ya pili na ya tatu, kila wakati itataka damu. Na damu zingine ni zile ambazo zilimwagika kwa isivyo haki, watu ambao wameuawa. Kama uliua mtu ambao isivyo haki, ile damu nayo inakuwa imeandika. Sasa tusome kitabu cha Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi, tuangalie sasa hiyo sadaka au hiyo damu inavyofanya kazi, inavyoalika hayo majini, inavyoalika hayo mapepo, ili sasa tutakapoanza kuitumia damu ya Yesu ujue namna gani ya kwenda kuondoa uhalali wa manunuzi batili. Ndio maana damu ya Yesu sasa inapokuja kununua, ina nguvu ya kununua. Maana yake ni kuondoa uhalali wa umiliki wa kwanza, kuondoa uhalali wa utawala wa kwanza ambao mapepo yanatawala kupitia watu mbalimbali. Tusome mstari wa 7. Mambo ya Walawi 17 mstari wa 7. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao wafuata ili wafanye washarati nao. Sheria hii itakuwa sheria ya milele kwao, kizazi baada ya kizazi. Hapo sasa tunaona kwamba hao watu wanapoenda kutoa sadaka, kuifanya, na ukisikia mahali sadaka zamani kwa inahusisha damu, wanakwenda kuimwaga ile damu. Anayekuja kuipokea damu ile, ingawa humuoni, ni majini. Majini ni mapepo machafu ambayo yametajwa katika Efeso 6 mstari wa 12 ya kwamba na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho. Kwa mapepo machafu, mapepo mabaya ni maroho yaliyolaaniwa, ni maroho yaliyokataliwa mbinguni, ni mapepo yaliyotupwa yakazuiwa, hayana haki, hayana baraka, yamebeba laana, mikosi, nuksi na uharibifu wa aina zote. Sasa haya mapepo yana uwezo wa kujiunda na kujigeuza kulingana na muombaji, kulingana na damu ile imetaka nini. Inaweza ikawa yakageuka kuwa mapepo ya uongo, pepo la umaskini, pepo la mauaji, pepo la magonjwa, ikabadilika likaleta nuksi, balaa, pepo la utasa, pepo la kifo, hivyo. Sasa tuangalie jinsi ambavyo Ufalme wa Kwanza sura ya 22 mstari wa 17 hadi 19. Hapo tunaona mtu mmoja ambaye alikuwa hajui kanuni hii. Mapepo huenda kukaa kwa watumishi mbalimbali, yanakaa kwa manabii wa uongo. Manabii wa uongo wanaanza kuendelea kuongea uongo, na ndio maana nazungumza tuwe makini sana, watumishi wa Mungu. Hata kipindi hiki ambao tuko kwenye maombolezo na katika kutafakari faraja wa taifa letu, lazima kuwa makini. Kwa sababu gani? Kwa sababu
kuna maroho yanaingia, watu wanajifanya wanaongea, lakini maneno yao yanatubomoa zaidi. Yaani wanaongea kiushabiki, wanaongea kumpendeza mtu fulani asikie afurahi. Ni uharamia unaoharibu zaidi. Wakati huu ni wakati wa kukaa kwenye ukweli tupu, na ukweli huo utatusaidia kutuweka huru. Kwa hiyo ninaona hapa, tuone jinsi ambavyo mapepo ilienda ikachanganya watu, wakaanza kumfariji kinyume cha ukweli mtu mmoja ambaye baadaye alikuja kuangamia. Tumesoma hapa. Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati. Anzia mstari wa 19. Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nalimwona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana, akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia. Ondoka ukafanye hivyo. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo kinywani mwa manabii wako hawa wote, naye Bwana amenena mabaya juu yako. Naona maroho machafu, mapepo yalienda kwa watu wanaoitwa manabii, yakawaingia. Walikuwa karibu 400, wakawa wanamwambia mfalme mambo mazuri tu, lakini kulikuwa na mabaya yanakuja. Kwa hiyo walikuwa wanataka wapate sifa baada ya kuongea kitu ambacho kinamsaidia huyo mfalme. Kilichotokea ilikuwa ni kitu kibaya sana. Mimi nataka tuseme hivi, wakati huu watumishi wa Mungu tuna nafasi ya heshima kubwa. Hii nafasi tuliopewa na Mungu, nafasi ya heshima kubwa, ambayo tuna fursa ya kwenda kwa Mungu na kuongea na Mungu na kumwomba Mungu rehema, Mungu asaidie taifa letu. Hii ni muhimu. Tusikae kwenye nafasi za ushabiki. Kwa nini? Kwa sababu watu wana akili. Ukiongea watu wanajua una mlengo fulani, na ukiongea watu wanajua unafumbia kitu fulani, unataka kuongea ukweli. Kwa ule ukweli unapouficha inachochea hasira na chuki zaidi. Na kumbe tukinyenyekea tukaongea ukweli, Mungu ni wa rehema. Nashukuru sana Rais wetu amesema, na anajaribu kuambia wale viongozi walio hapa, na ameelekeza maelekezo mazito sana, kachape kazi, kwa kuwa kuna doa tumeingia nchi yetu, kuna doa. Kutamka hivyo ni maneno ya unyenyekevu, ni kukubali makosa yetu, kukubali mahali tumekosea, na tendo hilo ndio linataka rehema za Mungu. Tunapokubali ndio mlango wa kupata rehema za Mungu. Huo ndio unyenyekevu unaoita rehema za Mungu. Angalia Mithali 28 mstari ule wa 13 na 14. Neno la Bwana, afichaye dhambi zake hatafanikiwa. Anayeficha dhambi zake hatafanikiwa. Unaona maneno hayo? Anayejifanya hakukosea, anayejifanya hakutenda dhambi hatafanikiwa. Lakini
bali yeye aziungamaye na kuziacha atapata rehema. Lakini yule anayesema nimekosea, nasikitika, najuta, huyo huwa anapata huruma, huwa anahurumiwa na Mungu, huwa anapata rehema za Mungu. Tunahitaji huruma ya Mungu juu ya taifa letu. Tunahitaji rehema za Mungu juu ya taifa letu. Unajua Mungu sio mwanasiasa ya kwamba tutaongea mambo ya kisiasa eti na yeye awe ni mwanasiasa, tumemuingiza kwenye siasa. Mungu hawi hivyo, anatushangaa sana. Mungu anataka tunyenyekee, atusaidie. Yuko tayari kutusaidia. Yupo tayari kutusaidia. Kwa hiyo ni ombi langu kwa mwezi huu ambao sisi tumeweka maombi ya kuombea rehema juu ya taifa letu, kuomba huruma za Mungu, kuomba msaada wa Mungu. Na pia naamini mchakato kwa unafanyika, hata wale viongozi wa kitaifa wakiandaa utaratibu wa maombi ya kitaifa kama maombi ya toba na maombi ya kumsihi Mungu, itakuwa ni jambo zuri zaidi. Tuje pamoja, wale viongozi wa mtumishi wa Mungu, tuje pamoja wote tukaseme, Mungu tumekosa, tusamee. Mungu tukija kwa uaminifu kabisa, bila kuwa na chembe chembe za unafiki. Mungu ni Mungu wa huruma. Mungu ni Mungu wa rehema. Mungu ni Mungu wa msamaha. Mungu ni Mungu wa unasema afichaye dhambi zake hafanikiwi, lakini anayezungama anapata rehema. Na ndivyo maombi yangu, ndugu zangu. Damu ya uovu, damu zilizomwagika zimenunua hatia. Zimealika nini? Zimealika majini, zimealika uchafu wote, zimealika kila ubaya. Sasa lazima tuende tuichukue hati, ile hati ya damu ya Yesu. Hati hii ya damu zilizomwagika ni hati ambayo hati inatulaani. Ni hati inayotaka tupate mabaya. Ni hati inayotaka tuangamie. Hati ya mauaji yaliyofanyika Tanzania ni hati inayodai tupate mabaya. Ni hati inayotaka kuvuruga taifa. Lakini njia ipo. Njia ipo ya kuzuia, ipo kabisa. Ipo njia ya kuzuia taifa letu liokolewe. Taifa letu liepushwe. Taifa letu lilindwe. Taifa letu liweze kuwa salama. Ipo njia. Njia ya kwanza ni kutambua, kama ambavyo viongozi wameanza kutambua kosa yetu. Hiyo ni jambo la kwanza. La pili, kujutia. Ya tatu kutubu na kuamua kugeuka na kudhamiria kubadilika. Ile njia iliyotufikisha hapo tuione, tuichukie, tuiweke alama, hatutarudi kule, ili tusije tukapata jambo lingine. Tukishakuwa na mawazo kama hayo, Mungu anaona mawazo, Mungu anaona nia. Yeyote ambaye anajutia na hata kama alifanya mabaya, anaona ile moyo wake wa kujutia. Mungu huangalia nia, Mungu huangalia moyo, Mungu huangalia ile mawazo. Inawezekana na jambo limeshatokea, hata watu ni vigumu kuambia jamani nimeshatubu, ni vigumu watu kuelewa, lakini lazima tuwe na dhamira ya kweli ya kwa Mungu. Katika mazingira haya ni vigumu kueleweka, lakini ni vizuri kuwa mtu mwaminifu kwa dhamiri yako. Kila anayeongea awe mwaminifu kwa dhamiri yake. Kuna watatu huwezi kuwadanganya. Huwezi kumdanganya Mungu. Kama unajuta kweli. Wa pili, shetani anajua. Huwezi kumdanganya shetani, anajua. Na watatu ni wewe mwenyewe. Huwezi kujidanganya. Unajua kabisa mambo ya ukweli unaojua. Wewe ukweli unaojua, na shetani anajua ukweli, na Mungu anajua ukweli. Kwa ile dhamiri yako na nia yako ikishaamua kuja kwa Mungu, shetani anakosa nguvu. Shetani anakosa uwezo, anakosa umiliki. Hati inabadilika. Kama alitaka damu zimwagike tena, hiyo hati inafutwa.
inaondolewa. Kama litaka upate majanga, inaondolewa hiyo hati ya majanga. Mungu anasema huyu mtu wangu nimemsamehe, taifa hili nimelisamehe, nataka lianze upya. Kwa hiyo ile hati ndio inatugeuzia ile hasira, inatugeuzia ile ubaya. Angalia sasa, tunaanza kupata burudiko tena. Ndugu zangu, mambo yakitokea mabaya yameshatokea. Sasa lakini lazima sisi turudi kwa Mungu, tuombe. Sura ya 3 ya Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 3 mstari mmoja tu, 19. Neno la Bwana. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Tubuni basi mkarejee. Maana kutubu maana yake nini? Utubu maana yake ni kugeuka, ni kuacha mwelekeo uliokuwa naenda. Ndio maana ya toba. Toba ni kugeuka. Kwa lazima tunaambiwa geukeni, mtazamo mlionao uacheni, mawazo mlionao yaacheni, geukeni, geukeni. Ndio maana ya toba. Halafu mrejee kwenye mstari mpya, mstari wa kweli. Halafu mtubu, ili mkisha tubu dhambi zenu zifutwe, dhambi zenu zifutwe. Halafu zije nyakati mpya za kuburudishwa, ili burudiko lianze kuja. Sasa tunaomboleza, sasa tuletee nyakati zingine, nyakati zingine. Hapa naongea kwa maisha ya mtu mmoja moja, maisha ya familia, maisha ya jamii, maisha ya taifa na mataifa. Hii kanuni itumie kwenye maisha yako binafsi, maisha ya kifamilia, maisha ya kijamii, maisha ya kitaifa, hata kiulimwengu. Chunguza kama kuna damu ilikumiliki. Chunguza kama kuna damu inakutawala. Damu kuna maroho yanakumiliki ya uchafu, ili utumie damu ya Yesu. Uikubali. Cha kufanya ni kukubali kwamba niko pabaya, kama ni wewe mwenyewe au si wewe, kwa sababu si makosa yetu. Muona tumeingia kwenye maovu sisi tuliofanya, ni Adamu alifanya, mpaka leo sisi tuna dhambi. Kwa hiyo si kila jambo baya ni wewe umefanya, ila uovu una tabia ya kurithishana na baraka zina tabia ya kurithishana. Ndio maana leo tunaitwa wabarikiwa, baraka za Ibrahimu. Kuna vitu ambavyo Yesu alifanya, sisi tunachukua baraka zake kwa sababu tumerithishwa. Sio matendo yetu sisi, sio haki yetu sisi, ni haki ya mwingine aliyeingia agano na Mungu kwa damu yake msalabani. Sisi kwa kumwamini tumehusishwa na agano la urithi. Kwa hiyo urithi mwema ni ule ambao unakubali toba inayotokana na damu ya mwana kondoo Yesu Kristo. Nimalize kwa kusoma mistari michache miwili ya Wakolosai. Kolosai 2 mstari wa 14 na 15. Hiyo ndio njia sasa kufanya. Ndio jambo la kufanya. Kumbuka nimeongea damu ni hati ya manunuzi, hati ya malipo. Sasa nataka nikuelekeze jinsi tuitumie sasa damu itununue upya. Itununulie taifa letu upya. Inunue nchi yetu upya. Ikaende tuwe malipo. Damu hii iende ikalipe. Damu sio mwagika, hii damu Yesu iende ikalipe. Halafu sisi wote sasa Tanzania tunyenyekee, tuanguke chini, tunyenyekee, tutubu kweli kweli. Tuwe na roho ya nyenyekevu. Soma mstari wa 14. Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Natosha mpaka. Sasa kilichofanyika, kila tendo la manunuzi linahusisha hati ya manunuzi. Kwa kuna hati iliandikwa. Nitaendelea kesho kueleza. Hati hizo zinaonyesha wewe ni mali ya nani. Hata ukinunua gari kuna hati inaandikwa. Ukinunua nyumba kuna hati inaandikwa. Sasa sisi kwa matendo inaandikwa. Na au vyovyote vile damu hati iliandikwa. Sasa ile hati inaongea uhalali wa sisi kupata mabaya au kupata adhabu au kupata mshahara wa matendo yetu au njia zetu au sisi wenyewe au wakuu wetu au wakuu wa familia zetu au wazazi wetu. Kwa hiyo sasa hati ile lazima sasa uichukue damu ya Yesu.
Maana huwezi kuchukua ubabe uje kwa damu ya Yesu useme okay, hii tunadaiwa madai gani? Ndio ile damu ilipe, hati mpya ya malipo ilipe. Tumenunuliwa kwa damu ya mwana kondoo, ilipe. Ikilipa ndio tumenunuliwa. Yesu akanunua watu wa kila kabila, kila taifa. Sasa damu ile inakuja kununua. Kununua maana yake ni kubatilisha ile hati ya mashtaka ya adhabu yaliyoandikwa, ifute, iondoe ule adui, isiwepo tena, halafu imegongomolewa msalabani, iandike hati mpya ambayo ni hati ya kusamehewa, hati ya uponyaji, hati ya kubarikiwa, hati ya kulindwa, hati ya heshima, hati ya utajiri, hati ya mema unayotaka. Na hivi ndivyo nataka nikuombea. Soma mstari wa 15. Nafikiri nitauelezea kesho. Lakini nataka leo ushike hapo kwamba chukua hati ya manunuzi ambayo damu ya Yesu. Jaribu kuiamini sasa. Iamini, sio kuijaribu. Amini. Amini. Katika kuamini, nyenyekea. Kila anayesikiliza kwa ngazi yote, mdogo kwa mkubwa, asiye kiongozi na kiongozi, huu ujumbe ni ujumbe wa Mungu kwako. Mimi niko tu kwa Bwana, nimetumwa tu na Yesu, na hicho ndio namshukuru Mungu kwamba siwezi na sitaweza na sitafanya kuongea kiunafiki, wakati najua ninapoongea ukweli ndio naponya watu, naponya taifa. Kwa naomba hata wenzangu, watumishi wote, tukae kwenye mstari wa Mungu. Mungu ana njia zake za kutusaidia kama nilivyoeleza. Tusichochee ghadhabu za watu, tusichochee hasira za watu, tusichochee, tufuate unyenyekevu. Rais wetu amesema unyenyekevu, tufuate unyenyekevu. Unapokubali mapungufu ni unyenyekevu, tufuate unyenyekevu, tumsii Mungu. Nani ajuaye kama Mungu ataturehemu? Nani ajuaye Mungu atatusamehe? Nani ajuaye Mungu wa rehema? Mungu ugairi mabaya, Mungu ugairi hatari, Mungu ugairi hata nyumba yako. Mungu unaweza kuwa unafanya mambo mabaya sana wewe. Wengine mnatazama hapo mnafanya mambo mabaya sana katika maisha yenu. Lakini kwa ujumbe huu, nani ajuaye kwamba Mungu atakufutia hiyo shida yako, madhambi yako? Mungu anakufutia. Mungu anakuweza kubadilishia adhabu yako akaigeuza. Kuna njia ambazo Mungu hatujui njia yake, anaweza kuitumia njia gani. Lakini kikubwa tunataka taifa lenye haki, taifa ambalo linaheshimu utu wa watu, taifa ambalo linaheshimu maisha watu kujieleza, taifa ambalo ni amani, taifa ambalo imejaa upendo, taifa ambalo imejaa ushikamano, taifa ambalo inajali na kuthamini kila mtu katika nchi hii. Hiyo ndio tunamuomba Mungu atufikishe hapo, na inawezekana. Inawezekana. Ni maombi yangu na ninaomba inawezekana.